Andika tu somo lako. Umuhimu wa kuombea siku yako ya kuzaliwa. Shika Biblia yako, sema Bwana Yesu, naipenda Biblia kwa sababu inayo ahadi ya baraka, na kila neno lililoandikwa katika kitabu hiki litatimia juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Angalia katika kitabu cha Ezekiel sura ile ya 16. Ezekiel sura ile ya 16. Amen. Kuanzia mstari wa kwanza. Amen. Ezekiel sura 16 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema, neno la Bwana likanijia tena. Ndio. Kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi. Asili yako na kuzaliwa kwako. Na kuzaliwa. Kwatoka katika nchi ya Biblia Mkanaani. inazungumza kwa habari ya asili yako na kuzaliwa kwako. Amina. Asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori alikuwa baba yako. Na mama yako alikuwa Mhiti. Na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako. Katika habari za kuzaliwa kwako. Siku ile uliozaliwa. Biblia inazungumza katika habari. Anasema na katika habari. Nimuuliza mtu mmoja, wakati Ayubu anapitia mateso na maumivu ya magonjwa, watoto wote 10 wanakufa kwa siku moja, mifugo yote inakufa, kila kitu kinaharibika, mke wake anamwambia mkane Mungu ukwafe, everything is kinaharibika, kila kitu kinaharibika kwa hali ya kawaida ya kila siku. Na Ayubu, Biblia inasema alikuwa ni mtu mwaminifu aliyemwishiria Bwana. Wangesema Ayubu anapigwa kwa sababu kumbe huyu alikuwa mnafiki, sio kweli, hakuwa mtumishi wa Mungu. Kumbe kweli alikuwa anasali lakini alikuwa muongo. Wengine angetoa na mistari, Mungu adhiakiwi. Huyu amekuwa anajificha kwenye Mungu, kumbe Mungu leo amemuumbua, watoto wote wamekufa, kila kitu kimeharibika. Kwa mazingira ya picha ya nje, Ayubu angenenewa kila neno baya. Kweli si kweli? Na sidhani kama kuna mtu anayeweza kupitia kile alichopitia Ayubu. Lakini angalia nyuma ya Ayubu, secret place, katika sehemu ya siri ambayo iko rohoni na ni Mungu. Kumbe mambo yote anayopitia Ayubu, Mungu yuko nyuma ya hayo, na ndio ameruhusu. Kwa lengo gani? Ili jina lake litukuzwe, awe glorified. Lakini kitu cha ajabu, Mungu ampi taarifa Ayubu kwamba nataka kuwa glorified through you. Ampi taarifa kwamba Mungu nataka sasa dunia initukuze kupitia wewe. Kwa nitakupitisha hapa na pale na huku na kule, lakini usijali, niko na wewe. Nataka tu dunia initukuze mimi kupitia wewe. Haupewi taarifa, ndo kitu kibaya kinachokuwa kipo. Mungu tu anakuchagua kwamba nataka nijitukuze kupitia mtu huyu, kwa hiyo nitampitisha kwenye haya na haya na haya na haya na yale, ili mimi niinuliwe na nitukuzwe. Imagine kama sio Yesu. Biblia inasema Lazaro anaumwa, ndugu zake wanahangaika mahospitalini, wanatafuta kumtibu Lazaro aponi, wanamfuata Yesu ili amponye Lazaro. Na Biblia inasema wazi, Yesu alikuwa rafiki wa Lazaro. Lakini niambie, Yesu Kristo kama angekuwa si mtu wa rohoni na si mwana wa Mungu mwenye neema na kibali na kipawa kile, wanafunzi wanamwambia rafiki yako Lazaro hali yake ni mbaya, twende. Yesu anawaambia Lazaro amelala. Walimwendea mara ya kwanza ili akamuombe, Yesu akakataa. Hakwenda. You can imagine baba yako wa kiroho, rafiki, na ana upako na unasikia anaponya watu, na watu wanapona na hata wanafufuka, lakini unaenda kumfuata amuombee mtu aliyekuwa rafiki yake, alafu Yesu anakataa, haendi. Niambie, na mlikuwa mnazoea Yesu akitoka mlimani kwenye ile milima ya Bethsemana,
anashuka pale kwenye nyumba ya Lazaro. Ilikuwa ni kama maili 2 kutoka mlima wa Mizeituni. Kwa maili 2 ni kama maili 1 na point, kama kilomita 3 ngapi. Anatembea tu kama hapa na Afrikani. Kwa Yesu alikuwa kila akitoka mlimani, nyumba ya kwanza anayopita kutoka kwenye milima ya Mizeituni, alikuwa anapita kwao Lazaro. Na hawa kina Martha na Magdalena ndio walikuwa wanamwandalia Yesu kama ni uji, kama ni mtoli, nini anapata pale. Ndio maana unaona kuna maandiko Biblia inazungumza kwa habari ya Yesu alipoenda nyumbani kwa kina Martha. Martha alikuwa yuko busy jikoni anaandaa. Mariamu yuko miguuni anamuuliza Yesu. Maana huyo ni mtu alikuwa yuko pale mara nyingi. Lakini angalia, wanamuita kwa habari ya ugonjwa wa Lazaro ili akamuombea akamponye. Hakwenda, na anamwambia ugonjwa huu ni wa mauti. Ugonjwa huu si wa mauti. Anamwambia ugonjwa huu si wa mauti, ila mwana wa Mungu atukuzwe katika huo. Lakini Lazaro hana taarifa, na ndugu zake hawana taarifa, dada zake hawana taarifa. Hii ishu ya utukuzwa kwa mwana wa Mungu ilikuwa kwa Mungu mwenyewe na Yesu, kwa sababu ndo alikuwa anatakiwa kutukuzwa. Maana yake kama utukufu wa Mungu ulitakiwa kutumia mtu mwingine kutukuzwa, Yesu pia asingeambiwa. Alafu Lazaro anakufa. Bado anakufa mpaka anazikwa. Yesu hakwenda hata kwenye msiba wa Lazaro. Hata wakati Lazaro anazikwa Yesu hakwenda. Nataka nikusaidie. Our life is today, tomorrow is the mystery. Fikiria, Yesu hakwenda hata kwenye mazishi, hakwenda hata msibani. Na angalia Yesu alivyokuwa alivyo, hata disciples wake. Naomba nisikilize, kuna watu wanapata changamoto sana kwenye maisha ya leo. Mungu akusaidie uweze kuyatazama mambo yote ya dunia kwa jinsi ya roho. Utaishi kwa amani sana hata kama una kitu. Na utajua namna ya kwenda mbele za Mungu na kuomba. Sio kila kitu kibaya kinachokuja kwenye maisha yako kina mpango wa kumaliza vibaya na maisha yako. Kuna vitu vibaya vinakuja kwenye maisha yetu ni kwa ajili ya kumaliza vizuri na utukufu kwa ajili ya Mungu wetu. But many people now, akipata kitu kibaya, anaona vitu haviendi, haulizi katika ule ubaya kuna mpango gani wa kimungu. Yeye anachowaza maombi yake ya kuomba ni Mungu, kumlalamikia Mungu. Yesu hata wanafunzi wake walikuwa wakifiwa. Siku moja ametokea msiba wa mmoja wa disciples wa Yesu. Akamwambia Yesu, nataka nikazike ndugu zangu. Yesu akamwambia, yeyote atakayetaka kunifuata na asigeuke nyuma. Mtu akimwacha mke na mume, ndugu na jamaa, akanifuata, huyo ufalme wa Mungu ni wa kwao. Lakini yeyote akigeuka afai. Akamwambia kuna msiba, akamwambia acha wafu wazike wafu wao. Hafa kwenda. Nini nataka kukufundisha? Ni kwamba yeyote unayemuona mbele ya maisha yako, ujui kesho yake atakuwa nani. Katoto nako kazaa haka leo, ujui kanabeba nani kesho yake. Lazaro akazikwa. Yesu anaenda siku ya 4, na mnajua zamani sisi tulikaa huko kanda ya vijijini na maisha ya nyuma, hata nadhani hata watu wote, nadhani makabila mengi hata duniani kote, hata huko ilikuwa zamani mtu akifa watu wanakaa kwenye matanga. Siku hizi tu ndo teknolojia na watu utandawazi. Wanakaa kwenye matanga siku 4. Si ndio Alafu wanavunja matanga siku 4, watu ndo wanatawanyika. Wale wa ndugu wa karibu wanakaa siku 7. Alafu baada ya siku 7 ndo wanatoka. Siku hizi wanaambia tukimaliza kuzika ndo kila mtu msiba umeisha. Tumevunja msiba. Lakini ilikuwa ni desturi, is a biblical. Siku 4 watu wanakaa pale. Kwa hiyo Yesu anakuja siku ya 4 na anakuta watu wako msibani kwenye matanga. Martha anamwambia, tulikwambia ndugu yako anaumwa ukuja. Ndugu yako ameshakufa na tumemzika yapata siku 4. Yesu alitoa machozi kwa sababu Biblia inasema Yesu akalia machozi. What the meaning? Manake hata kile kilichokuwa kinafanyika pia Yesu
alikuwa hajui utukufu huo na uhakika wa jambo hilo. Aliumia kama mwanadamu kwamba Lazaro, je, ameshazikwa, kumbe je atatoka? Alipofika kule kabrini, sura ya 11, alipofika kule kabrini, Yesu alishukuru namba moja. Baada ya kushukuru akamwita Lazaro akatoka. Haya, niambie, kama ndugu zake Lazaro na jamii ya akina Lazaro wangeambiwa kwamba Lazaro ataumwa, Yesu hatakuja kumwombea, alafu atakufa, lakini siku ya 4 Yesu atakuja atamfufua, niambie, watu wangelia? Watu wangekaa msibani? Hata wakati Lazaro anaumwa watu wangetoa hela wakamtibishe Lazaro? Hapana. Kwa hiyo nikaona kuleta kwa nini unatakiwa kuombea. Biblia inasema katika siku yako ya kuzaliwa, kile kitabu cha Ezekiel anasema, amen, na habari za kuzaliwa kwako. Habari, unaposikia habari, kila mmoja unayeona amekuja hapa duniani, ukiwa wewe na mimi, hakuna mtu amekuja duniani bila menu buku yake. I want to assure you, there is no way, I want to repeat, there is no way. Hakuna mtu umezaliwa kwa bahati mbaya. Hakuna mtu umezaliwa una purpose of God. Hakuna mtu umezaliwa bila kikao mbinguni kukaa na wakaruhusu uzaliwe kwenye tumbo la nani na kwenye ukoo wa nani na kwenye nchi ya nani na kwenye taifa la nani. Before the creation, you were there. Narudia tena, wewe maisha yako hayaanzi siku umezaliwa. Maisha yako yapo tangu siku ya uumbaji. You are there. Kama unielewi, nimesema hivi, hakuna mtu mpya ambaye hakuwahi kuweko. Mbinguni napokaa, mbingu zinapokaa kikao, wanasema tumlete huyu mtu. Wanajua huyu tumpitishe Kenya, huyu tumpitishe Rwanda, huyu tumpitishe Tanzania, au huyu atapita Tanzania mkoa gani, atakutana na huyu, atakutana na yule, atapewa jina. Jina ni maelekezo ya Holy Spirit. Ndio maana unashangaaga watu wanamwambia mtu, unaweza kama amejifungua akaja mbabu huko, mmeshampa hadi mtoto jina, babu yake akasema hapana, hata kama mmempa majina hayo ni ya kwenu ya kizungu, mimi Mungu alinipanga jina la huyu mtoto. Au mimi nasikia miungu anamwambia huyu ataitwa fulani, pamoja na hilo jina lenu anasema huyu ataitwa fulani. Sasa kuna falme mbili katika eneo hilo la majina, sitaki kugusa leo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo, Biblia inazungumza yule mwanamke alipozaa mtoto wa kiume, wakati alipokuwa akijifungua tu, once amejifungua, kwenye mlango wa uzazi, kwenye siku ile anajifungua, kulikuwa na falme kuu mbili. Mbingu zilikuwa zinamtaka mtoto na shetani yuko pale wakati ajifungua hapo ili apate kumchukua mtoto. Manake wewe unapozaa mtoto, kuna falme mbili huwa zipo. Falme ya familia na ukoo na nini, na falme ya dunia, au kwa maana ya falme ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu anaandaa watu wa ufalme wake watoe jina lenye hatima sawa sawa na mbinguni ilichopangwa, lakini mtawala wa ulimwengu anaitwa Shetani na watu wake ambao ni ukoo na nini, na yeye huwa anaandaa jina lake ambalo ukilipata ndio litaelekeza maisha yako ya dunia. Kwa hiyo kunakuwa na falme mbili na zote zina assignment, na assignment ili itimie itabebwa kwenye jina, na zote zina kusudi, na ili kusudi libebwe linabebwa kwenye jina. Utawala wa familia, utawala wa ulimwengu ana assignment na huyu mtoto aliyezaliwa, na wanaona nyota yake. Huyu kwa jinsi alivyozaliwa natakiwa apewe hili jina ili aje atusaidie kwenye ufalme wetu huku duniani na kwenye maisha ya ufalme mwingine. Kwa wanapambana kupa jina linalotakiwa kuendana na kazi zao au na tawala zao. Ndio maana unaona hata wakati wa kina Daniel wameenda kwa Nebukadneza, walibadilishwa majina ili yaendane na tawala za pale. Mungu alipokutana na wale watu wanataka kuwatumia, aliwakuta wana majina yao.
anaitwa Abraham, anaitwa Sarai, anaitwa Yakobo. Aliposema sasa hawa nataka ile mission ya kimbingu niliyowaleta kwa kina Ibrahimu, ili huyu Ibrahimu awe baba wa mataifa, lazima nibadilishe hiki kitu. Kwa ilibidi aingilie kati kwenye mission ya dunia. Ibrahimu akiwa ni mtoto wa kwanza wa kiume kwa mzee Tera, lakini ameitwa Abraham kwa maana alikuwa ni chief au kiongozi wa habari ya miungu ya pale, ya eneo ambalo amezaliwa, ya jamii ya baba yake. Ibrahimu alikuwa the leader of that goals, ya lile eneo, na ataoa mwanamke anayeendana na ile spirit. Akamuoa Sarai kwenye jamaa zake na jamii yake ilikuwa pia ni the leader wa that place. Lakini kumbuka, mbinguni kumekaa meeting, wakamleta Ibrahimu kwa Tera. Mungu anataka kufanya agano na Ibrahimu ili awe baba kwa uzao mwingine wa dunia wa kitu kinaitwa restoration, new restoration. Baada ya uumbaji wa kwanza uliharibika, ikaja restoration ya uumbaji wa pili ambayo ilikuwa ni uamsho wa restoration kwenye Mwanzo 1:1. Ndio maana unaona Mwanzo anasema hapo mwanzo kulikuwa, Mungu aliumba mbingu na nchi. Maana yake Mungu aliwahi kuumba mbingu na nchi kabla ya ile Mwanzo 1:1, lakini kukatokea shida, ikaharibika. Ndio maana Eva mnayemsema hakuwa mke wa kwanza wa Adam. Kuna mke mwingine alikosea huko kabla ya Eva na akaolewa na Shetani. Na ndio maana Abraham anapomuona Eva anasema sasa huyu, maana yake I have someone, fanya mistake, lakini anasema sasa huyu. Maana yake mnaposikia huyu, maana yake there is another but you are appointed. Maana yake kama kungekuwa hamna mwingine, alikuwa ana haja ya kusema huyu. Tuna haja gani ya kusema huyu wakati ni peke yake? Huyu atakuwa mifupa katika mifupa yangu na nyama katika, na ataitwa mwanamke kwa sababu katoka kwangu. Huyu katoka kwangu, yule hakuwa ametoka kwake. Na utampata kwenye Mwanzo sura ya 1 kule, utampata huyo mwanamke huyu. Kwa Mungu akafanya restoration, ikaanza dunia imeanza. Mwanadamu huyo aliyemwamini Mungu anaitwa Adamu, akatengeneza dhambi. Mungu akakasirika tena, akasema sasa nimeshamaliza dunia yote na imeharibika, nimeleta restoration na bado huyu Adamu pia kaniangusha. Na kaniangusha kwa ajili gani? Huyu mwanamke tena, na uzao wote umetenda dhambi. Wakati bado najipanga kutengeneza, mmoja wa mzaliwa wao wa kwanza anaitwa Kaini kaishaua, ardhi imeshatia unajisi. Manake hii ardhi yote hamna namna nitatengeneza tena mavumbi. Listen to me, very careful. Listen to me. I help you this is the big revelation for you, siku yako ya kuzaliwa. Mungu kwa nini alileta gharika wakati wa Nuhu? Kwa nini Mungu aliamua kuibadilisha nchi yote ikajaa maji na ikapinduka yote ikafutika, na akatumia maji yote yakala nchi yote? Kwa nini? Sababu moja kubwa, baada ya Kaini kumwaga damu kwenye udongo, ilikuwa hamna namna yote Mungu tena anaweza kutumia ile tope kumtengeneza mtu wakati udongo una unajisi kwa njia ya damu. Lakini ile restoration ya Adamu, hakuna kafara au unajisi uliokuwa kwenye nchi. Ndio maana Mungu anasema akachukua mavumbi ya ardhi akamtengeneza Adamu, kwa sababu nchi peke yake, ardhi ilikuwa haina unajisi. Lakini baada ya kutiwa unajisi kwa damu ya Kaini kumuua Abel, akagundua huu udongo hata nikisema nitengeneze watu wengine tayari una shida. Kwa hiyo bora nifute hawa waliobaki walio wazuri niwatengeneze. Mungu akaleta mvua. Maana yake mvua kwa siku 40, ardhi yote ilibebwa, iliondoka. Mvua ikinyesha tu siku 7 mtaani kwako, udongo wote unaondoka, inabaki mashimo. Kweli si kweli? Hata kama ni rami inabebwa. Manake Mungu alikuwa anafanya matengenezo kwenye sosi ya huyu mtu kuzaliwa, inaitwa ardhi. Alibeba udongo wote kaondoka. Baadaye ndio anamchukua Nuhu kwamba sasa wewe nitafanya agano na wewe. Imagine disappointment ya ajabu. Ndio maana nakwambia usichoke kuamini watu, utapata mtu. Mungu anamtengeneza Nuhu ili awe baba sasa,
aanze mwanzo mpya kwenye watu 8. Ndio maana number 8 in a prophetic number is the number of new beginning. Ila anataka kuanza na Nuhu anakunywa pombe, anatoa laana tena kwa mtoto akiwa uchi. Mission ikagoma tena, Mungu akavumilia. Kakaa meeting, mzee Tela ujamii kaendelea. Mzee Tela akamzaa Ibrahimu. Ibrahimu alikuja for purpose. Wakati Ibrahimu anazaliwa, mission ya kumuita Ibrahimu ilikuwa toka mwanzo. Lakini miungu ya mzee Tela ilikuwa kubwa, ikampa jina Abraham. Wasema tusubiri wakati wanaoa, akaenda kuoa Sarai. Mungu ilibidi aroki kile kizazi kwamba no, huyu ni wangu, hatozaa mpaka nitakapokuwa nimemaliza kumtengeneza, sababu siwezi kuruhusu kizazi tena kiendelee kuzunguka kibaya. Fikiria, Abrahamu anamuoa Sarai. Abrahamu anamuoa Sarai, useme kwenye miaka 30-45 wanaoana. Wanakaa mpaka miaka 60 kitu, 65-70, ndio Mungu anamwambia Sara atakuzalia. Hebu fikiria, inapita zaidi ya miaka 40, Mungu amefunga kizazi cha Abraham, haruhusu azae. Kwa nini? Kwa sababu ana agano naye. Na agano limetoka wapi? Kuanzia meeting ya mbinguni. Alafu once anataka kupitisha sasa kitu chake, Mungu inabidi aingilie kati, kama alivyopoteza mwili wa Musa. Mungu inabidi aingilie kati, aende kwenye kile jamii. Na utasema prophet unasema nini? Nitakusaidia, utaelewa. Anaamua kumuita Abraham. Anamwambia hutakuwa Abraham tena, bali utaitwa Ibrahim. Na Ibrahim katika nafasi ya kutembea na Mungu alishamwacha Mungu zaidi ya miaka 13. 13 years Mungu ameachana na Mungu. Ibrahimu ameachana na Mungu. Mungu ikabidi akamtafute Ibrahim mwenyewe. Na wakati anaenda kumpata, namkuta Ibrahim ameshamzaa Ishmaeli. Ibrahim anamwambia Mungu, ninaye Ishmaeli, kama umenirudia mbariki Ishmaeli. Kaambia Ishmaeli nitambariki, lakini agano, nina kitu kinaitwa agano kwa ajili ya kuwa baba wa mataifa. Anambia hutaitwa hiyo Abraham. Katika Abraham umempata Ishmaeli, lakini katika Ibrahim kuwa baba wa mataifa utampata Isaka. Lakini kitazama hata tumbo la mke wako, nikisema wewe uwe Ibrahim alafu kaweke mimba kwa mtu anaitwa Sarai, hatutapata mission yetu. Pia Sarai na yeye ana connection za alikotoka kwenye jamii yake, ya ukuu wa jamii yake, na yeye ataitwa Sara. Anazaliwa Isaka. Na ukitaka kuelewa jambo hilo, Mungu kabla hajaruhusu Abraham awe Ibrahim, alikuwa ana shida na hata mahali alipokuwa anaishi. Hata nyumbani kwa baba yake alikuwa ana shida napo. Lakini once alipomwambia utaitwa Ibrahim, anamwambia toka sasa wewe katika nyumba na jamaa za baba yako, nyumba ya baba yako na jamaa zao. Maana yake shida, habari ile ya mbinguni isingeweza kutimia kwenye ile ardhi. Anamhamisha mpaka kwenye ule udongo, mpaka kwenye ile nchi. Anamhamisha mpaka kwenye ile ardhi, mpaka kwenye ule udongo. Na Ibrahimu hakuwahi kurudi kwenye ule udongo mpaka akafa, akazikwa Kanani ambako hapakuwa kwa baba yake. Hakuwahi kuzikwa kwenye jamii ya jamaa za wapi? Za baba zake. Walikuja kumpeleka huko. Lakini Ibrahimu maisha yake yote yanaishia kwenye nchi aliyompa Mungu baada ya kuitwa Ibrahim. Hakurudishwa kwenye swala la nchi iliyokuwa akiitwa Abraham. Watu wengi sasa hatuelewi. You are born for purpose. Na usije ukafikiria kwamba wewe umezaliwa na huyo mama kwa bahati mbaya. Haijalishi anavuta bangi, haijalishi ni changu doa, haijalishi ulibebwa kwenye mamiti kama sisi wengine, au ulibebwa gesti, au ulibebwa kwenye ndoa. Kuna namna Mungu anaweza karuhusu ukabebwa kivyo vyote, lakini yeye anachoangalia ni mpango wake uliofanyika mbinguni na kikao chake kilichofanyika mbinguni juu yako na maisha yako. Je, uliwahi kujiuliza mpango wa mbinguni ni nini juu ya maisha yako? Uliwahi kujiuliza kikao kilichokaa mbinguni kilipanga wewe uwe nani duniani?
Uliwahi kukaa kwenye maombi kuomba Mungu akufunulie ile meeting wakati wanaandaa ili uje uzaliwe kwenye tumbo la huyo mama au upite kwenye viuno vya huyo baba? Uliwahi kukaa kwenye maombi Mungu akakuletea mafunuo? Na nani alihudhuria kikao hicho ambaye anaitwa Destiny Helper wa hapa duniani ili ukutane naye? Uliwahi kuomba hayo maombi kwamba Mungu, kwa rehema zako tu show me the meeting of heaven before I formed to my mother's womb. Show me that meeting. Uliwahi kuomba? Na Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa utumwani, walipokuwa waombi Mungu akanyamaza. Walipoomba akasikia. Mungu hawezi kujifunua mpaka umuombe, mpaka umuulize. Swali, uliwahi kuomba? Uliwahi kukaa kwenye maombi ukamwambia Mungu, naomba unionyeshe kikao kilichokaa mbinguni mpaka kikaruhusu huyu mtoto Lafa huyu atoke kwenye hili tumbo? Kwani kulikuwa na wanawake wangapi duniani wakati huo unabeba hiyo mimba? Kwa nini akupita huko Sweden huko akazaliwa? Kwa nini alipita kwenye tumbo lako? Ni nani uliwahi kukaa kuomba juu ya watoto wako waliopita kwenye tumbo lako kwamba Mungu, nionyeshe kusudi la kikao cha mbingu kilichokaa na kikaruhusu huyu mtoto apite kwenye hili tumbo? Na amekuja akiwa amebeba nini kwenye hati yake ya hatima yake ya kusudi lake hapa duniani? Uliwahi kukaa ukaomba? Unafikiri tu umezaliwa tu? I want to take you deep experience, deep meditation. Leo unalalamika mtoto aendi shule, unalalamika mtoto asomi, unalalamika anavuta bangi, unalalamika haeleweki. Inawezekana uvutaji wake wa bangi umesababishwa na wewe, kwa sababu hujui kitu gani Mungu anakitaka kwa huyo mtu. Kwa hiyo anaona kuliko wewe unakotaka kumpeleka kwenye mambo yako na nataka mwenyewe, anaona bora ampeleke kwenye bangi ili kupitia bangi ukamtafute Mungu, ili wakati unamtafuta Mungu, Mungu akwambie shida ya bangi itaondoka ikiwa huyu mtoto atakaa hapa. Au unalalamika tu anavuta bangi, unalalamika tu shuleni anakuwa wa mwisho. Inawezekana Mungu kasababisha awe wa mwisho ili ukatafute sababu ya kuwa wa mwisho. Wakati unatafuta sababu ya kuwa wa mwisho, Mungu anamuinua Samueli, anamwambia hujaja kutafuta sababu ya kuwa wa mwisho, bali umekuja nikutie mafuta awe mfalme. Utasema Loringa, unasema ni muulize Sauli. Mungu ilibidi apoteze punda wa baba yake Sauli ili Sauli aende kuhangaika kutafuta punda, lakini lengo la Mungu ilikuwa sio wale punda kutafutwa. Lengo la Mungu ilikuwa ni Sauli akutane na Samueli ili amwambie kusudi na mpango wa Mungu juu yake. Inawezekana umekuja hapa maombi yamegoma, watoto wameshindikana, umekuja hapa ni magonjwa, lakini nataka nikwambie hicho kilichokuleta hapa ni swala la punda. Lakini Mungu ana mpango na upoteaji wa punda wako, ana mpango wa kukutanisha na Samueli wako ili abadilishe historia yako. Si kama kuna mtu unanielewa? Si kama kuna mtu unanielewa? Ili Mungu akupate lazima atengeneze sababu. Na hawezi kutengeneza sababu ambayo haigusi maisha yako na hisia zako. Mungu ili aseme na Ibrahimu, ilibidi atengeneze sababu. Ili sababu akutane na Mungu. Sababu ni ipi? Akamnyima uzao. Na alipopata uzao, Ibrahimu wakati amerelax, Mungu akabidi atengeneze sababu. Sababu ni ipi? Ni kumtaka Isaka afe. Lengo sio Isaka kufa. Lengo ni Mungu anamhitaji kuongea na Ibrahimu. Haikuwa sadaka. Mungu hakuwa anamtaka Isaka kuwa sadaka ya kuteketezwa. Mungu alikuwa anautaka moyo wa Ibrahimu aseme nao, kumwandaa agano la milele kwa ajili ya kuwa baba wa mataifa. Nataka nikwambie Mungu kuna mpango ameweka juu yako. Inawezekana umeletwa hapa kwa sababu ya tatizo fulani, lakini nataka nikwambie Mungu hana shida na hilo tatizo. Mungu ana shida ya moyo wako. Mungu ana shida ya kuzungumza na wewe. Lakini atazungumzaje na wewe? Lazima atengeneze tatizo ambalo litakuleta mbele yake. Na wakati umekuja kutafuta punda, Mungu anakuambia hapana,
mpango wa punda sio mpango wangu, bali mpango wangu ukutane na Samueli na akutie mafuta. Sio kama na mtu ananielewa. Sio kama na mtu ananielewa. Mpango wa Mungu kwa wana wa Israeli ilikuwa sio kwamba Sauli aharibu ufalme. Hapana. Mungu ni Mungu mwenye haki. Akitaka kubadilisha utaratibu na akitaka kubadilisha baraka kwenye familia yenu, lazima afuate utaratibu wa kifamilia. Nasema baba prophet, unaongea nini? Watu wengi wanamwangalia Sauli kama mtu aliyeharibika, mfalme mbaya na aliyemwacha Mungu. Nyuma ya ubaya wa Sauli kulikuwa kuna Mungu. Na alifanya hivyo ili Mungu apate sababu ya kumpata Daudi. Mungu ili apate sababu ya kukupa muujiza. Mungu ili apate sababu ya kukufanya kuwa mtu wa maana duniani, lazima akutengenezee tatizo litakalokufuata umtafute. Hali ya wanadamu wa kawaida, hadi Mungu amesema mwenyewe, sitashindana na wanadamu kwa sababu ni watu wa mawazo mabaya tangu ujana wao. Kwa anajua ukipata starehe mawazo yako ni mabaya. Ndio maana wengine ulikuja umechoka, ulikuwa unasali kila siku, kila ibada, Jumatatu, Ijumaa, haumisi ibada. Lakini once tu ugonjwa umekuacha, kuna kama fanikio, kuna kahera, unapata kalaki kwa wiki, kuna kubadilisha kamboga, unaka perfume. Tayari unaona omega ni mbali. Kwa nini? Kwa sababu unaanza kuwaza hii 100,000 nipite nikale pale chakula dina. Lakini wakati una hiyo hela 100,000, ulikuwa unawaza Mungu nipe hata 1,000 nikimbie kanisani. Asili ya mwanadamu anapopata raha, anachowaza cha kwanza ni dunia, ni mawazo mabaya. Kwa ili hawa watu waende kwake na apitishe kusudi lake, huwa anaachilia mabaya ili watu wamrudie yeye. Kwa hiyo alipoona watu wamestarehe Israeli, akamuona Sauli akajisahau. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati anasema umewanda, umekuwa mkubwa ukapiga teke. Ndio watu wengi. Kwa hiyo tayari Sauli anaharibu, Mungu anakaa kikao immediately kwamba nani anaenda kutake over. Huyu ameshazaa. Daudi lazima aende. Familia nani ya Yese? Haya, kaishazaliwa Daudi, yuko huko anachunga kondoo. Tunafanyaje apatikane huyu? Samueli yuko wapi? Maana yake roho ya Samueli ilihudhuria mbinguni. Nasema Roringa unasema nini? Ndio maana hadi Samueli alipokufa, roho yake bado ilikuwa inahudhuria vikao vya mbinguni ili kumdili Sauli. Samueli amezikwa, roho ikashuka ikamsababisha Sauli kufia kwa mganga wa mwanamke mchawi, kwa mganga wa kienyeji. Roho hazifi kwa sababu ziko na zipo zitakuwepo. Tunapozaliwa duniani ni transition. Tunatolewa katika roho, tunavaa mwili. Baadaye mwili ukisha nini, tunaondoka kwenye mwili, tunarudi kwenye roho, kwenye asili yetu. Ndio maana baba prophet TB Joshua anasema turn to your reality. Your reality is not this body. That's the house of spirit. Na asili yako sio huo mwili, asili yako ni roho. Ndio maana unapokuwa hujazaliwa unakuwa ni roho. Unapokuja kwenye mazingira ya mwili yanayotakiwa kuishi na aina hiyo ya mwili, unavalishwa mwili unaoendana na mazingira. Baada ya hapo unarudi kwenye roho ya asili. Ndio maana Yesu sio mtu na kuwa mwana, lakini kwa sababu alikuja kwenye dunia yenye watu wa maumbo ya hivyo, alivishwa mwili kama wetu. Kwa tayari. Na baada ya hapo Samueli anaongozwa kwenda kwenye familia ya Yese. Na inatokea tatizo, anampaka mafuta. Ili sasa haya mafuta yameshapakwa. Sasa ili huyu mtu ainuke, inatengenezwa tatizo la Wafilisti. Tatizo la nini?
Lakini lengo lile tatizo la Wafilisti na kumtukana Mungu haikuwa mpango wa Mungu. Mungu alikuwa anataka kuingiza Daudi aonekane. Kuna watu leo mna matatizo. Hayo matatizo sio mpango wako. Hayo matatizo sio mpango wa kimungu. Mungu anatengeneza hayo matatizo ili akutambulishe kwenye jamii yako. Ili akutane na wewe akutambulishe. Mwambie jirani yako habari ya kuzaliwa kwako. Na naomba nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Kwamba kwa nini watu sasa utauliza baba prophet, kama watu wanakuja wamezaliwa kwa habari hiyo, nini huwa kinatokea duniani? Mtu anaandikiwa habari nyingine, yani unaandikiwa nini? Au script. Yes, nilikuwa natafuta ile neno. Script yako inakuja imeandikwa script. Kwamba huyu atakuwa hivi na hivi. Umeandika script yako. Nini huwa kinabadilishwa sasa? Kwa nini watu wanaishi hayo maisha sio yao? Kwa sababu unapofika duniani kuna watu wanaitwa watawala wa ulimwengu huu, na wengine wameachiliwa kwenye ukoo wako, familia. Wakati mama yako anakuzaa wako pale na nini, huwa wanabadilisha script yako uliokuja nayo umeshika. Ndio maana hakuna mtoto anazaliwa amefanya hivi mikono hivi. Kwamba nazaliwa. Kila katoto kanakozaliwa kanazaliwa kamekunja ngumi. Kweli si kweli wa mama? Kwa nini kanazaliwa kanakunja ngumi? Kanakuwa kamebeba script yake mkononi. Kamebeba. Hakuna mtu anakuja duniani hajapewa script yake. Unakuja na barua yako kuileta duniani. Ni kama balozi hawezi kuwa balozi wa Tanzania nchi ya China, lazima aende na barua ya rais. Ameibeba mkononi na akifika anaipeleka Ikulu. Jamani, mimi ni balozi, nimekuja hapa China. Kila mtoto anayezaliwa anakuja na barua yake aliyopewa utambulisho kutoka wapi? Mbinguni. Anakuja amebeba kitabu chake, amebeba menyu yake. Ndio maana anakuja amekunja ngumi. Sasa wenye ufahamu wakikunjua watajua huyu script yake inasema duniani awe nani. Sasa kwa sababu ufahamu una, wale wa ufalme wa giza huwa wakikunjua hivi, wakaona huyu mtu ni mtali sana. Hapo hapo wanaichukua ile, afu wanamwandikia nyingine na wanaiambia nchi, kwa sababu huyo mtu hayuko tena mbinguni. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko duniani ambako inaitwa nini? Nchi, si ndio? Kwa hiyo wanaiambia nchi maneno yafuatayo. Kwa hiyo ulikuja huko mkuu, umekuja kuwa rais, au uzao wako uwe watu wakubwa, au uzao mkubwa na nini, wanaiambia nchi. Wanasema hivi, enchi lisikie neno la Bwana. Wanajiita hadi Bwana. Wanatumia koti ya Biblia kwa sababu hawana cha kutumia. Lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zote, siku zake zote, hatafanikiwa siku zake zote. Na nchi andika habari ya mtu huyu. Kwenye Ezekiel anasema na habari za kuzaliwa kwako. Kwenye Yeremia anasema andika habari za mtu huyu. Amen. Na anaambiwa nchi. Kwa nini naambiwa nchi? Sababu ndo asili. Amen. Yeremia sura 22 mstari wa 29 hadi wa 30. Biblia inasema, nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Anasema hapana mtu, sio tu analaniwa. Maana yake hii, angalia script hii inaandikwa kwamba hata kama ukizaa watoto, huyu mtu kwenye watoto wake pasiwepo yeyote atakayefanikiwa kukaa wapi? Akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Maana yake hakuna mtu atapata cheo chochote duniani. Kwa unashangaa mnazaliwa ukoo mzima, hakuna hata mtu aliwahi kumiliki kampuni ya kuuza vitambaa vya mashuka. Hata kama uzaliwe ni genuine, uwe na kichwa, uwe na maakili mazito, nataka nikwambie uendi popote. Anasema hatafanikiwa katika uzao wake wote, hatapatikana, hatafanikiwa kupata mtu yeyote wa kuwa mkubwa, wa kuwa prominent person. Hapatikani kwenye uzao wake, hafanikiwi kupata mtu. Hata akizaliwa anaharibika, kwa sababu nchi imeandika hatakiwi kutokea mtu mkuu kwenye hii familia, hatakiwi kutokea champion kwenye hii ukoo. Kwa unazaa mtoto ana nyota kubwa, ila anazaliwa anakuja na script yake. Nchi inamwambia unyie, sawa umekuja na script yako, lakini kitendo cha kupita kwenye ukoo
sisi tuna agano. Hakuna mtu wa kufanikiwa kwenye ukoo. Mtoto ana struggle, hamna kitu. Akipambana kustruggle, nchi inamzika, sababu yenyewe ina mamlaka. Ukihangaika nayo inakufukia, inakufungua kinywa, unakufa, inakumeza. Roho itarudi kwa Mungu, lakini duniani hatukutaki. Sio kama unanielewa kitu naongea. Nakufundisha vitu very deep sana. Very deep. Very deep. Ndio maana nakwambia hakuna mtu alikuja duniani hana script ya maisha yake. Ila kulikopita waliwawahi wazazi wako, wakaufungua mkono wako uliobeba script, alafu wakaandika kitu tofauti. Ila ulikozaa kwenye ukoo ulioolewa, wale ndugu wa mume au mke waliwahi, shangazi aliwahi, alipofungua mkono wa mwanao wa kwanza au wa pili wa tatu, akagundua script yake haiendani na ukoo wao, wakainyofoa wakakuwekea ya kwao. Hakuna mtu yeyote anakuja duniani bila script yake ya maisha. Hayupo. So before you came here, Waefeso anasema hivi, kabla misingi ya ulimwengu kuwepo, ninyi mlikuwepo. Sisi hatuombei uzao wangu, uzao wa tumbo, tunaomba Mungu, naomba kumbuka tangu kikao kilichokaa mbinguni, kabla sijaumbwa kwenye tumbo la mama yangu, na kabla sijatoka, kile kilichokaa kwamba niwe nani duniani kitimie juu ya maisha yangu. Na Mungu ndo anamwambia Yeremia, kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mama yako nilikujua, na kabla hujatoka nimekutakasa, nimekuita. Sio ulivyozaliwa ndo nimekuita. So siku unazaliwa, siku ya birthday yako ndo nikakuita. Anasema kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa, nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Maana yake the prophet of nations, the CEO of nations, the business woman or man of nations. Haifanyiki ulipokuwa tumboni, haifanyiki wakati unaumbwa mama yako na baba yako wanakutana, haifanyiki wakati unazaliwa. Ilifanyika before formed of your mother's womb. Amen. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Umeona? Na Waefeso anasema kabla, Waefeso 1 anasema kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Amen. Waefeso sura ya 1 mstari wa 4, Biblia inasema, kama vile alivyotuchagua, ndio, katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kama vile alivyotuchagua. Sasa unanielewa kitu naongea, watu wa Mungu? Anasema alifanyaje, binti yangu nisomee? Biblia inasema kama vile alivyotuchagua. Kama vile alivyotuchagua. Katika yeye. Katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hebu rudia. Biblia inasema kama vile alivyotuchagua. Alivyotuchagua. Katika yeye. Katika yeye. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kabla ya misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu. Ili tuwe watakatifu. Watu wasio na hatia. Mbele zake. Katika pendo. Katika pendo. Amen. Umeona? Alituchagua katika yeye. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you. Hallelujah. Pigie Yesu makofi mengi.